Mheshimiwa Waziri, tumekutana leo katika tukio hili muhimu kwa mustakabali wa elimu, rasilimali watu na maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Tukio hili limetokana na dhamira ya dhati ya serikali ya kuhakikisha elimu inayotolewa inachochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii hapa nchini. Hivyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyewezesha jambo hili na kutuwezesha sisi kukusanyika hapa tukiwa wenye afya njema. Uzinduzi wa mpango huu ni utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa wakati wa kampeni ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambapo aliahidi kuanzisha mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi na vyuo vikuu kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji halisi ya sekta za kipaumbele kwa taifa ndani ya siku 100 baada ya kuapishwa kwake. Hivyo naipongeza sana Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na wadau kwa kutekeleza ahadi hii ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri, waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kama ilivyokwisha elezwa, mpango huu unashirikisha waajiri wa vyuo vya elimu ya juu, vyuo vya ufundi na mafunzo stadi, na unalenga kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wetu wa elimu na mafunzo. Pamoja na mambo mengine, mpango huu unalenga kuimarisha uhusiano wa kimkakati kati ya utoaji wa elimu na utendaji kazi kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta za kipaumbele kama nishati, teknolojia ya habari na mawasiliano na viwanda vya kuongeza thamani. Aidha, mpango huu unaweka misingi thabiti wa kujenga kizazi cha wahitimu wenye uwezo wa kuajirika, kujiajiri na kushiriki katika maendeleo ya taifa, kwani umedhamiria kubadilisha mfumo wa elimu ya nadharia kwenda mfumo unaozingatia ujuzi, vitendo, ubunifu, uzalishaji mali. Kimsingi, mpango huu unasisitiza mageuzi kuelekea mafunzo yanayozingatia umahiri na ushirikishaji mpana wa sekta ya uzalishaji na uwiano wa karibu kati ya utoaji wa elimu na vipaumbele vya kiuchumi vya taifa. Mpango huu utatekelezwa sambamba na sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2023 pamoja na ajenda ya mageuzi ya elimu Zanzibar. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, serikali ya awamu ya 6 imeweka kipaumbele cha kimkakati katika kukuza ujuzi, stadi, maarifa na sifa za kuajirika au kujiajiri miongoni mwa vijana na wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu, ikitambua kwamba maendeleo endelevu ya taifa hayawezekani bila kuwa na rasilimali watu iliyoelimika na yenye uwezo wa kuchangia kikamilifu katika uchumi wa taifa. Dhamira hii inatokana na ukweli kwamba 34% ya Watanzania ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 35 wanaohitaji kuandaliwa kwa ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira la kitaifa na kimataifa, ambapo kwa sasa zaidi ya wanafunzi milioni 2.1 wapo katika taasisi za elimu ya juu, ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, jambo linaloipa serikali na wadau wake wajibu wa kuhakikisha mfumo wa elimu unazalisha wahitimu wenye umahiri wanaoweza kuajiriwa na kujiajiri na kuchangia ipasavyo katika maendeleo ya taifa letu. Kwa muktadha huo, serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa ya sera na mitaala ya elimu katika ngazi zote kwa lengo la kujenga mfumo wa elimu ulio mnyumbufu, jumuishi na unaoendana na vipaji, mwelekeo na mahitaji halisi ya soko la ajira, huku ikizingatia mabadiliko ya teknolojia na ushindani wa kitaifa na kimataifa. Vile vile serikali imeendelea kutenga rasilimali kubwa katika sekta ya elimu na mafunzo ya ufundi kwa kuongeza bajeti ya elimu mwaka hadi mwaka, fedha ambazo zimeelekezwa katika ujenzi na uboreshaji wa vyuo, karakana na maabara, pamoja na kuwezesha mafunzo ya vitendo yanayohusisha sekta binafsi. Uwekezaji huu wa kimkakati unalenga kuifanya elimu kuwa injini muhimu ya ukuaji wa uchumi, ubunifu na ajira endelevu nchini. Mheshimiwa Waziri na waheshimiwa viongozi na washiriki, kisera, mpango huu wa kimkakati unashabihiana na malengo ya mipango ya maendeleo ya serikali. Utekelezaji wake ni ukamilishaji wa ahadi iliyobainishwa katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya 25-30 ya kutengeneza ajira milioni 8 kwa upande wa Tanzania bara na ajira 350,000 upande wa Zanzibar ifikapo mwaka 2030. Dira ya maendeleo ya taifa 2050
inayolenga kupandisha wastani wa kipato cha Mtanzania kufikia uchumi wa kipato cha dola za Kimarekani 7,000 pamoja na dira ya maendeleo ya Zanzibar 2050 inayolenga kupunguza ukosefu wa ajira kutoka 14.1 hadi 6.2. Dira zote kwa pamoja zinasisitiza umuhimu wa kukuza ujuzi, ajira kwa vijana na uhusiano thabiti kati ya elimu na soko la ajira. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, nimefurahi kusikia kuwa maandalizi ya mpango huu yamejumuisha mashauriano ya kina yaliyohusisha wanataaluma, sekta binafsi, waajiri, viwanda, mashirika yasiyo ya kiserikali yanayotoa huduma ya elimu na wadau wa maendeleo. Wizara pia imeshirikiana na wadau hao katika uandaaji wa pamoja wa mitaala, utoaji wa mafunzo kwa vitendo, utafiti wa pamoja, ushauri wa kitaalamu na wanagenzi, lengo likiwa kuimarisha mfumo wa elimu kwa kufungamanisha mafunzo na mahitaji ya ujuzi katika soko la ajira kwa kubainisha muundo thabiti unaweka uwajibikaji wa pamoja kwa ushirikishaji wa waajiri. Kupitia mpango huu, ushirikiano utaimarishwa, kusimamiwa na kupimwa ili uwe na matokeo yanayopimika katika ubora wa mafunzo, ajira za wahitimu na michango ya elimu katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Kwingineko duniani, uzoefu unaonyesha kuwa mifumo rasmi ya ushiriki wa waajiri, ufadhili unaotabirika na mafunzo yanayozingatia ujuzi huongeza kwa kiasi kikubwa matokeo ya ajira. Aidha, majukwaa ya kitaifa yanayounganisha elimu, ajira na ujuzi endelevu ni muhimu katika kuimarisha ushindani wa uchumi. Mheshimiwa Waziri na waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, ushirikiano baina ya taasisi za elimu na viwanda ni hitaji la lazima katika dunia ya leo. Vyuo haviwezi tena kuwa visiwa vya nadharia, na viwanda haviwezi kukua bila nguvu kazi yenye ujuzi unaoendana na teknolojia ya ushindani wa soko. Sekta ya viwanda inategemewa sana katika kufanikisha mapitio ya mitaala, utoaji wa mafunzo kwa vitendo, wanagenzi na kusaidia kubaini ujuzi unaohitajika sasa na baadaye. Hivyo nitumie fursa hii kuishukuru na kupongeza wadau wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayoshirikiana na serikali katika malezi na maendeleo ya vijana. Kipekee natambua mchango mkubwa wa taasisi za dini nchini ambazo zimeendelea kutoa malezi bora, elimu ya maadili na ujuzi wa kujitegemea kwa vijana kupitia makongamano, semina, taasisi zao za elimu. Mchango huu ni muhimu katika kujenga kizazi chenye maadili, ujuzi na uzalendo. Mheshimiwa Waziri, waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kusisitiza masuala matatu ambayo kwa mtazamo wangu yatasaidia kufanikisha utekelezaji wa mpango huu kama ifuatavyo. Kwanza ni kuhusu umuhimu wa tafiti na ubora wa elimu kwa ujumla. Ili kuondoa viwango vya tafiti na ubora wa elimu, ili kuinua viwango vya tafiti na ubora wa elimu, napenda kutoa wito kwa taasisi binafsi kushirikiana na vyuo kuwekeza katika tafiti hususan za kisayansi na teknolojia na kuhimiza ubunifu katika ufundishaji na ujifunzaji. Kupitia mpango huu, sekta binafsi inaweza kuchangia maendeleo ya elimu yetu kwa kufadhili tafiti na kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa fani mbalimbali kulingana na mahitaji ya soko la ajira. Pili ni mafunzo kwa vitendo. Ushiriki wa waajiri na wenye viwanda katika utekelezaji wa mpango huu ni muhimu, hususan uandaaji wa mapitio ya mitaala, fursa za mafunzo kwa vitendo, wanagenzi na mafunzo kazini, ushiriki wa wataalamu viwandani katika ufundishaji, tathmini ya wanafunzi na uthibitishaji wa ujuzi, uimarishaji wa miundombinu ya mafunzo. Ushirikiano huo utawezesha sekta binafsi kutoa nafasi za mafunzo kwa vitendo, field practical training, na mafunzo kazini, internships, kwa viwango kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na waajiriwa wa fani mbalimbali. Tatu, ni wito wangu kwa taasisi za elimu na sekta binafsi nchini kuzingatia maendeleo ya kasi ya sayansi na teknolojia duniani katika utekelezaji wa mpango huu. Vyuo na sekta binafsi vishirikiane kubaini ujuzi muhimu unaohitajika sasa na siku zijazo, hususan katika fani za sayansi, teknolojia, ubunifu, tiba, uhandisi na hesabu, ili kuwezesha vijana wetu kushindana na kupata nafasi katika soko la ajira na hapa
soko la ajira hapa nchini na kimataifa. Nitumie nafasi hii vile vile kuwashukuru sana waliokuja kuwasilisha uzoefu wao na utendaji wao wa kazi katika maeneo mbalimbali ambao wametuonyesha kinachoweza kufanyika ambacho kimewahi kufanyika kwa vitendo. Tunawashukuru sana. Lakini vile vile niwashukuru wale vijana wa Kagera Sugar, walieleza vizuri sana, na hasa yule wa kiume aliyeona tishio la yule wa kike na akaziba haraka sana tishio lile. Mwisho, ninatoa rai kwa wadau wote kuhakikisha kuwa mpango huu unaozinduliwa leo unatekelezwa kwa vitendo. Ni matarajio ya serikali kuona kuwa matokeo yanayopimika katika ubora wa mafunzo, ajira za vijana, ubunifu na teknolojia, ukuaji wa uchumi kwa taifa. Baada ya kuyasema hayo, ninayo heshima sasa kutamka kuwa mpango wa pamoja wa ushirikiano kati ya waajiri na vyuo umezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.